Ndugu mtazamaji wa Citizen, afisa wa polisi nchini Kenya amekamatwa kuhusiana na kifo cha mwanamitandao mashuhuri wa siasa Albert Ojwang aliyeaga dunia akiwa kizuizini, tukio ambalo limeibua hasira upya kuhusu ukatili wa polisi na kusababisha maandamano makubwa katika jiji kuu la Kenya, Nairobi. Msemaji wa jeshi la polisi nchini Kenya, Michael Muchiri, amethibitisha kukamatwa kwa afisa mmoja, lakini hakutoa maelezo zaidi, akiwataka wanahabari na waandishi wengine kuelekeza maswali yao kwa mamlaka huru ya uangalizi wa polisi IPOA ambayo inaongoza uchunguzi huo. Hadi sasa IPOA haijatoa taarifa rasmi kuhusu uchunguzi unaoendelea juu ya madai ya kuuawa kwa mwanamitandao mashuhuri Albert Ojwang. Ojwang aliyekuwa na umri wa miaka 31 alitangazwa kufariki dunia siku ya tarehe 8 Juni, siku mbili baada ya kukamatwa katika mji wa Homa Bay, magharibi mwa Kenya. Albert Ojwang anadaiwa kuwa alikamatwa kwa makosa ya kumkosoa naibu mkuu wa jeshi la polisi nchini Kenya, Eliud Lagat, ambaye amekuwa akikumbikwa na tuhuma nyingi za rushwa na matumizi ya nguvu kupita kiasi na matumizi mabaya ya madaraka. Awali, jeshi la polisi nchini Kenya lilidai kuwa Ojwang alijiumiza kwa kujipiga kichwa ukutani akiwa korokoroni, yani akiwa kizuizini, lakini uchunguzi wa kitabibu umebainisha majeraha ambayo wataalam wanasema hayawezi kuwa ya kujisababishia. Ojwang alipata majeraha ya kupigwa kwa nguvu, kubanwa shingo na maumivu kwenye maeneo mbalimbali ya misuli mwilini, dalili zinazoashiria kushambuliwa. Daktari huru Bernard Media aliyeshiriki katika uchunguzi huo wa maiti ya Ojwang naye alikanusha uwezekano wa tukio hilo kuwa la kujiua, bali linaonekana kuwa tukio la kushambuliwa kutoka kwa mtu mwingine au watu wengine. Katika hali ya shinikizo inayoongezeka kutoka jamii ya kimataifa na Umoja wa Afrika, Rais wa Kenya William Ruto siku ya tarehe 11 Juni alikiri kwamba Ojwang alifariki mikononi mwa polisi, akibadilisha kauli za awali zilizotolewa na mamlaka ya Kenya ya kwamba Ojwang alifariki kwa kujiua mwenyewe. Maandamano makubwa yamezuka nchini kote Kenya, huku waandamanaji wakiibua hasira dhidi ya ukatili wa polisi. Siku ya tarehe 12 Juni, mamia ya watu walimiminika mitaani wakiwa na bendera za Kenya, wakipiga kelele Lagat must go, wakitaka naibu mkuu huyo wa jeshi la polisi ajiuzuru mara moja. Serikali ya Ruto imetangaza kusimamishwa kazi kwa maafisa 5 wa polisi ili kuruhusu uchunguzi huru kufanyika. Rais wa Kenya William Ruto ameahidi kuwa hatua kali dhidi ya maafisa wakorofi, akisisitiza dhamira ya serikali yake kuwalinda raia dhidi ya maovu ya vyombo vya dola. Hata hivyo, makundi ya haki za binadamu yamekuwa yakikosoa serikali ya Kenya kwa kile wanachokiona kama kushindwa kuwawajibisha maafisa wa usalama. Kwa mujibu wa IPOA, watu 20 wamefariki wakiwa mikononi mwa polisi katika kipindi cha miezi 4 iliyopita pekee. Kifo cha Ojwang kimekuwa ishara ya hasira ya wananchi wa Kenya dhidi ya mamlaka yasiyodhibitiwa na polisi, na sasa mataifa mbalimbali duniani yameanza kutoa msukumo. Marekani na Umoja wa Ulaya zimetoa wito wa kufanyika kwa uchunguzi huru na wa wazi kuhusu tukio hilo. Kifo cha Albert Ojwang kimeibua hisia kali za kugeuka kuwa kichocheo cha madai ya haki za binadamu, uwajibikaji na mageuzi katika vyombo vya usalama nchini Kenya. Wito wa wananchi na mashinikizo ya kimataifa vinaonyesha wazi kuwa dhama za ukimya zinafikia kikomo, na sasa taifa linakabiliwa na changamoto za kuchagua kati ya kuendelea kuvumilia ukiukwaji wa haki za binadamu na kuchukua hatua madhubuti za kulinda utu wa kila raia. Kwa sasa macho yote yanaelekezwa kwa IPOA, serikali na jumuiya ya kimataifa. Je, haki itatendeka au historia ya maumivu itajirudia? Ndugu mtazamaji wa Citizen, tunaendelea kukukumbusha kutoa maoni yako katika sehemu yetu ya comment section katika mtandao wa YouTube.